tunapokwenda kufunga siku ya Ashura, kwamba tuwe na yakini ya kwamba tunafunga kwa sababu ya kwamba tunamfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye aliifunga, na wala hatufanyi hivi kwa ajili ya kwamba eti Huseini aliuawa ndani ya siku hii, kwa hiyo na sisi pia twajipa machungu kwa kufunga. La, wallahi, kama mtu atakuwa anafunga kwa imani hiyo, itakuwa imani yake imeenda kinyume. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma na'udhu bika min adhabin nar. Ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awali ya yote niusie nafsi yangu na kuwahusieni ndugu zanguni katika imani kunako swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Wamefaulu wale yote ambao wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zanguni katika imani, katika muda mchache tuliokuwa nao, mazungumzo yetu ya leo tumeyapa anwani tukisema fadhilu shahri al-Muharram, ubora wa mwezi wa Muharram. Ndugu zanguni katika imani, Allah tabaraka wa taala asema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atu hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Allah tabaraka wa taala asema hakika ya idadi ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala ni miezi 12. Miezi hii iko katika kitabu chake kitukufu, kitabu cha Allah tabaraka wa taala, yauma khalaqa as-samawati wal ardh, kuanzia vile tu Allah tabaraka wa taala alipoumba mbingu na ardhi. Minha, katika miezi hiyo 12, miongoni mwayo arba'atun hurum, kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msije mkadhulumu ndani ya miezi hiyo minne mitukufu nafsi zenu. Hii ni sura Tauba aya 36. Allah asema hivi. Ndugu zanguni katika imani, katika hadithi ya Abi Bakrata radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kutubainishia hii miezi minne ambayo ni mitukufu. Allah tabaraka wa taala ameitaja tu kiujumla kwamba katika miezi 12 ndani yake kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Sasa katika hiyo miezi minne mitukufu, Mtume sallallahu alaihi wasallama akaja kututafsiria na kutubainishia kwa kututajia kwa majina. Katika hadithi iliyopokelewa na Abi Bakra radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, khataba fi hijjatihi, alitoa hutuba, alihutubia katika hija yake ya kuaga. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, ala tambueni, inna zamana kad istadara kahayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh, hakika zama ni zenye kujirudia rudia, zenye kutembea, zenye kupita kuanzia pale ambapo Allah tabaraka wa taala ameumba mbingu na ardhi. Kwa maana zama huwa zinajirudia, leo inaanza
itakwenda, mwezi utakwisha, utakuja mwezi mwingine, kisha utarudi tena ule mwezi ambao ulianza nao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha kwamba hakika ya zama ni zenye kujirudia kuanzia pale ambapo Allah tabaraka wa taala khalaqa samawati wal ardha, tangia pale ambapo Allah tabaraka wa taala ameumba mbingu na ardhi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 shahran, mwaka mmoja una miezi 12. Minha, katika miezi hiyo 12, arbaatun hurumun, kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaibainisha akasema, thalathatun mutawaliyatun, mitatu katika hii minne ni yenye kufuatana. Akasema Dhulqada, ambao ni mwezi wa 11 katika kalenda ya Kiislamu, lakini pia wa Dhulhijja, na mwezi wa 12 kwenye kalenda ya Kiislamu, wal Muharram, na mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea akasema, wa Rajabun Mudhar, na Rajab, hii Rajabu ambayo imejitenga kwamba hii haiko katika ile miezi mitatu yenye kufuatana. Mtume akasema baina Jumada wa Shaabani, hii Rajabu iko baina kati ya Jumada al-akhir na Shaaban. Kwa hiyo hii miezi minne ndio miezi ambayo mitukufu, miezi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama amekuja akatubainishia baada ya Allah tabaraka wa taala kututajia kwamba katika uumbaji wa mbingu na ardhi Allah tabaraka wa taala aliumba pia miezi, au aliweka miezi 12. Katika miezi hiyo 12, miezi minne ni mitukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallama akaja kuibainisha kwa kuitaja majina yake, akasema ya kwamba ni Dhulqada, Dhulhijja, wal Muharram, lakini pia na Rajab. Ndugu zangu katika imani, miezi hii minne ambayo Allah tabaraka wa taala ametutaka ndani ya miezi hii tusidhulumu nafsi zetu. Allah tabaraka wa taala katika mpangilio wa miezi hii, inna Allah aftataha sana bishahrin haram, Allah tabaraka wa taala ameufungua mwaka kwa mwezi mtukufu, lakini pia akakamilisha mwaka kwa mwezi mtukufu, kwa maana Dhulhijja ameikamilisha kwa mwezi ambao ni mtukufu, lakini pia leo hii ametufungulia mwaka mwingine ambao ni al-Muharram kwa mwezi uliokuwa mtukufu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anatufungia mwaka kwa mwezi uliokuwa mtukufu, lakini pia akatufungulia mwaka kwa mwezi uliokuwa mtukufu. Ndugu zanguni katika imani, falaisa shahrun fi sana baada Ramadhan adhamu inda Allahi min al-Muharram, hakuna katika mwaka mwezi uliokuwa bora baada ya mwezi wa Ramadhani isipokuwa mwezi huu wa Muharram ambao tunahesabu kwamba ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Hadithi ya Abi Dharr radhiyallahu anhu qala, amesema Abu Dharr, sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliuliza swali akimwambia Mtume, ayu lailun khairun, ni usiku gani uliokuwa bora, wa ayi ashhur afdal, na ni miezi gani iliyokuwa bora. Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, khairul laili jawfuhu, usiku uliokuwa bora au ubora wa usiku ni ile usiku wa katikati, kwa maana ni katikati yake, baada ya kumaliza nusu ya kwanza ya usiku. Kwa hiyo kile kinachofuata kwamba hiyo ndio sehemu bora katika sehemu ya nini, ya usiku. Lakini pia wa afdhalul al-ashhur, na miezi iliyokuwa bora shahrullahi, ni mwezi wake Allah tabaraka wa taala, alladhi tad'unahu al-Muharram, mwezi ambao nyie mnauita kuwa ni Muharram. Huu ni mwezi ambao Allah tabaraka wa taala amejiegemezea kwa kujiita, kwa kuuita huu mwezi kwamba ni mwezi wake, akasema shahrullahi, kwamba ni mwezi wake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo katika miezi iliyokuwa mitukufu, na huu mwezi tuliokuwa nao ambao ni mwezi Muharram kwenye kalenda ya Kiislamu, mwezi wa kwanza, pia ni miongoni mwa miezi iliyokuwa mitukufu. Ndugu zanguni katika imani, wa mimma yadullu ala fadlihi,
yale ambayo yanapelekea yakajulisha kwamba mwezi huu Muharram pia ni miongoni mwa miezi mitukufu ni hadithi ya Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala, amesema Abu Huraira, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, afdalu siyam baada Ramadhan shahrullahil muharram, ubora wa funga inayopatikana baada ya mwezi wa Ramadhani ni funga iliyokuwepo ndani ya mwezi wa Muharram. Kwa hiyo kule kuonekana kwake kwamba funga ya mwezi wa Muharram kwamba ni bora baada ya kutoa zile funga za faradhi katika funga zingine za sunna, kwamba hakuna funga yoyote iliyokuwa bora zaidi ya funga itakayofungwa ndani ya mwezi wa Muharram, basi ikapelekea hili kuonekana pia kwamba mwezi wa Muharram ni bora. Ndugu zanguni katika imani, lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa afdalu salati baada faridha, na swala iliyokuwa bora baada ya swala za faradhi salati al-layl, ni zile swala za usiku. Hadithi hiyo rawahu Muslim. Ndugu zanguni katika imani, wa fi hadhihi shahr yawmun hasala fihi hadithun adhimun wa nasrun mubinun, ndani ya mwezi huu wa Muharram lilipatikana tukio kubwa, lakini pia ilipatikana nusra ya waziwazi. Nusra hii ilipatikana ndani ya mwezi wa Muharram. Tukio hili lilipatikana ndani ya mwezi wa Muharram. Adhhara Allahu fihi alhaqa ala albatil, Allah tabaraka wa taala alidhihirisha haki juu ya batili, kwa maana aliweka haki wazi ndani ya mwezi huu wa Muharram. Lakini pia hii ni haithu anja Allahu fihi Musa alayhi salam, ni kwa namna vile ambavyo Allah tabaraka wa taala alimuokoa Musa alayhi salam wa qaumahu, na watu wake, wa aghraka Firauna wa qaumahu, Allah kamwangamiza Firauni na watu wake. Hili tukio la Allah tabaraka wa taala kuwakomboa Bani Israili halikutokea isipokuwa lilitokea ndani ya mwezi wa Muharram. Lakini pia tukio la kuangamizwa Firauni na watu wake halikutokea isipokuwa litokea ndani ya mwezi wa Muharram. Kwa hiyo kutokana na ukubwa wa tukio hili, basi nimepelekea pia kwamba mwezi huu wa Muharram ukawa pia ni miongoni mwa miezi ambayo ni mitukufu kwa sababu ya matukio makubwa ambayo yametokea ndani yake. Wa hadha al-yawmu yawmu Ashura, na hii siku ambayo Allah alimwangamiza Firauni na jeshi lake na akamwokoa Musa na watu wake, ilikuwa ni siku ya 10 ndani ya mwezi wa Muharram, ambayo inajulikana kuwa ni siku ya Ashura. Fakad nukila anitabi'i aljalil, imenukuliwa kutoka kwa tabi Abu Uthman an-Nahdi, imepokelewa akisema ya kwamba kanu salafu, walikuwa masalafi wema waliotangulia, mina sahaba. Huyu ni tabi akisema kanu salaf, kwa maana wale waliomtangulia ambao ni masahaba. Kwa hiyo Abu Uthman asema ya kwamba kanu salafu, walikuwa wema waliotangulia, yuadhimuna 3 asharati, walikuwa wanatukuza 13, walikuwa wanayatukuza 13, na haya 13 yalikuwa ni katika 10 ambayo yana ubora ndani yake. 10 la kwanza walikuwa wanatukuza ashiru al-awakhir min shahri Ramadhan, walikuwa wanatukuza 10 za mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwenye mwezi wa Ramadhani siku 10 za mwisho, na hii ilikuwa ni ule usiku wa 10. Kwenye zile siku 10 usiku wake walikuwa salafi saleh wanatukuza masiku yale, lakini pia walikuwa vile vile wanatukuza al-ashir al-awail, walikuwa pia
wanatukuza masiku 10 ya kwanza min Dhulhijja, katika mwezi wa Dhulhijja, mwenye mwezi wa 12 kwenye kalenda ya Kiislamu. Haya yashazungumzwa mwezi uliopita tu hapa jana. Lakini pia masiku mengine 10 ambayo walikuwa wanayatukuza al-ashr al-awail min al-Muharram, vile vile masiku 10 ya kwanza ya mwezi wa Muharram, na ndiyo haya ambayo tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, sisi tuko katika mwezi uliokuwa ni mtukufu, ambao ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, shahrullah al-Muharram, ni mwezi wake Allah tabaraka wa taala uliokuwa mtukufu. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijab. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah salawatullahi alayhi wa salamuhu wa ba'd. Ndugu zanguni katika imani, tuko katika mwezi wa Muharram, mwezi ambao salafi saleh miongoni wa masahaba kwamba walikuwa wanatukuza mwezi masiku 10 ya kwanza, wanayatukuza kama vile ambavyo walivyokuwa wakiyatukuza masiku 10 ya kwanza ndani ya mwezi wa Dhulhijja, alikadhalika walivyokuwa wakiyatukuza masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zanguni katika imani, katika matukio ambayo yanayopatikana ndani ya au yaliyokuwa yamepatikana ndani ya mwezi huu wa Muharram, tumesema miongoni mwao ni lile tukio ambalo Allah tabaraka wa taala alipambanua na akadhihirisha haki kunako batili, kwa maana haki ikadhihiri na batili ikafanya nini? Ikajulikana pia kwamba hii ni batili. Ni lile tukio ambalo Allah tabaraka wa taala alimuokoa Musa alayhi salam na watu wake, lakini pia akamwangamiza Firauni na jeshi yake, na hii haikuwa isipokuwa ilikuwa ni siku ya 10. Ndugu zanguni katika imani, ndani ya siku hii ya 10 pia kuna funga ambayo yajulikana kwamba ni siyam yaum Ashura, funga ya siku ya Ashura. Baada ya siyam yaum Ashura min nabiyillahi Musa alayhi salam, ilianza funga hii. Asili ya funga hii ilianzia kwa nabii wa Allah tabaraka wa taala ambaye ni Musa alayhi salam. Thumma sama ahlul kitab, kisha wakafunga pia ahlul kitabi alyahudu, nao pia wakaifunga funga hii. Kama kanat quraishun yasumunahu wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama yasumuhu, kama vile ambavyo ilivyokuwa kwa Makureishi, nao pia walifunga funga ya Ashura, lakini pia na Mtume sallallahu alaihi wasallama alifunga funga ya Ashura kwa sababu alikuwa pia ni katika Makureishi na aliishi nao katika mji wa Maka. Ndugu zanguni katika imani, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama asema, Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yao, hakika ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kadima almadinata, alifika katika mji wa Madina, kwa maana alipokuwa amehama kutokea Maka kuelekea Madina. Kwa hiyo alipofika katika mji wa Madina, fawajada alyahuda, akawakuta Mayahudi sauman yauma Ashura, wanafunga siku ya 10 ndani ya mwezi wa Muharram. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia wao Mayahudi, ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu, ina nini hii siku ambayo nyinyi mnaifunga? Kwamba hii siku ya 10 ndani ya mwezi wa Muharram ina nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anauliza hili, si kana kwamba alikuwa ajui, kwa sababu na yeye pia alifunga akiwa Maka na Makureishi, lakini alikuwa anataka kupata uyakinifu kwamba je, kile ambacho sisi tunachokifunga tunafunga kule Ashura na hao wanaifunga ya Ashura. Lakini pia aliwataka wale, kwa sababu wale ni ahlul kitab, walipewa mafundisho. Kwa hiyo alikuwa anajua kwamba hawa pengine wanaifunga, wanajua sababu ya funga yake. Kwa hiyo akawauliza, ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu, ina nini hii siku ambayo nyie Mayahudi mnaifunga? Faqalu, wakasema Mayahudi
kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, hadha yaumu adham, hii ni siku kubwa sana, anjallahu fihi Musa wa qaumahu, siku hii Allah tabaraka wa taala alimuokoa Musa na watu wake, wa aghraka firauna wa qaumahu, lakini pia akamwangamiza Firauni na jeshi lake. Fasama Musa shukran, Mayahudi akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, akafunga Musa siku hii ya 10 shukran, kwa ajili ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Fanahanu nasumuhu, na sisi pia Mayahudi tunaifunga hii siku kwa sababu ya kwamba Musa alifanya nini? Aliifunga shukran, na sisi tunaifunga tukimshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kumwokoa Musa na watu wake. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baada ya Mtume kujibiwa na Yahudi yule alivyoambiwa haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nahanu ahaqu bi Musa wa aula minkum, kwamba sisi Waislamu, nahanu fanahanu, na sisi Waislamu, ahaku, tuna haki zaidi kwa Musa, wa aula, na sisi ni bora zaidi kumfuata Musa kuliko nyie Mayahudi. Kwa hiyo kama nyie mnafunga kwa ajili ya Musa alifunga shukran lillah, na nyie mnafanya hivyo, basi na sisi pia kwa vile tuna haki zaidi kwa Musa kuliko nyie tutafanya hivyo. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallama akaifunga hii funga ya Ashura akiwa mji wa Madina, lakini pia wa amara bisaumihi, na akawaamrisha masahaba zake na watu wake kwamba nao pia wafanye nini? Waifunge. Ndugu zanguni katika imani, hii ndio asili ya siku ya Ashura. Ashura ambayo yasemwa, Ashura ambayo watu wengine wameenda wamegeuza ukweli wakaleta uongo. Kuna baadhi ya watu wameichukua siku hii ya Ashura wakiegemeza kwamba ni kwa ajili ya kuuawa kwa nani? Kwa Hussein. Yawezekana ikawa tukio hilo lilitokea siku hii ya Ashura, lakini haikuanzia hapo Ashura kwenye nini? Maktali Hussein, kwa ajili ya kuuawa Hussein. La wallahi, bali Ashura ilikuwepo kuanzia kipindi cha Musa alayhi salam, kipindi cha nabii wa Allah ambayo ni Musa alayhi salam, na sababu ya hii ni pale ambapo Allah tabaraka wa taala alimuokoa Musa na akamwangamiza Firauni na kundi lake, ikiwa siku ya 10 ndani ya mwezi wa Muharram, na wala si sababu ya kwamba eti kwamba Hussein aliuawa ndani ya siku hii basi watu sasa waanze kuwa na huzuni. Kuna baadhi ya makundi ambayo yamepotea, Shia, Rafidha, kwamba wao wanachukua hizi siku 10 ambazo salafina saleh walikuwa wao wanaziadhimisha kutokana na ukubwa wake. Hizi 10 za kwanza wao wasema kwamba nini? Yaumul hazn, ni siku ya huzuni. Shia, Rafidha, kwenye masiku haya 10 ya kwanza mpaka siku ya Ashura ambayo ni siku ya kujikatakata kwa upande wake, yeye ni siku ya kuhuzunika, hacheki, afurahi, hali vizuri, kwa sababu ya kwamba nini? Yeye siku ya 10 ambayo ni siku ya Ashura aliuawa nani? Hussein. Kwa hiyo katika hali hii sasa yeye anafanya nini? Anaiadhimisha kwa kuhuzunika. Kwa hiyo siku 10 zote za kwanza wanahuzunika za mwezi wa Muharram, mpaka pale ile siku ya 10 kwenye kilele, siku ambayo sasa inakuwa huzuni imezidi zaidi kwa kumwaga damu kwenye nini? Kwenye miili yao. Hii si maana sahihi ya Ashura. Huu si ufahamu wa wema waliotangulia miongoni wa masahaba, ambao wao walikuwa wanaadhimisha siku hizi 10 za kwanza za mwezi wa Muharram kwa sababu ya utukufu wake. Lakini tukio lililopatia utukufu zaidi ni pale ambapo Allah tabaraka wa taala alimuokoa Musa na watu wake kutokana na jeshi la Firauni, na akaangamizwa Firauni na jeshi lake. Hii ndio Ashura, na hii ndio sababu ya sisi kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwamba sisi tufunge, na yeye pia alifanya nini? Alifunga Ashura. Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani,
tunapokwenda kufunga siku ya Ashura, kwamba tuwe na yakini ya kwamba tunafunga kwa sababu ya kwamba tunamfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye aliifunga, na wala hatufanyi hivi kwa ajili ya kwamba eti Huseini aliuawa ndani ya siku hii, kwa hiyo na sisi pia twajipa machungu kwa kufunga. La, wallahi, kama mtu atakuwa anafunga kwa imani hiyo, itakuwa imani yake imeenda kinyume. Ama sahihi ni kwamba twafunga kwa sababu ya kwamba mtume wetu alifunga, lakini pia mtume alifunga kwa sababu ya kwamba Musa alayhi salam alifunga kwa sababu ya kuwa alimshukuru Allah tabaraka wa taala kutokana na yale ambayo alimuokoa kutoka kwenye mikono ya Firaun. Basi na sisi pia ikawa tuna haki zaidi kwa Musa, nasi pia tukaenda tukaifunga. Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, hii ndiyo Ashura, na haya ndiyo mafundisho sahihi yaliyokuwepo ndani ya Ashura, na wala si vile ambavyo watu wamebeba kwamba siku hii ya Ashura ni kuvaa pengine nguo nyeusi, makanzu meusi, lakini pia ukikosa kanzu basi funga hata kitambaa cha nini cheusi. La, wallahi, hii si maana sahihi ya Ashura. Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, tumwombeni Allah tabaraka wa taala atujalie sisi tuwe miongoni mwa wale ambao tutakwenda kuifunga funga ya Ashura, funga ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema anafanya hivi akitarajia kwamba atasamehewa madhambi ya mwaka uliotangulia. Kwa hiyo tumwombeni Allah tabaraka wa taala tujalie na sisi pia tusamehewe hayo madhambi kwa kuifunga siku ya nini ya Ashura. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ridwan al-khulafai rashidin wa baqiyati sahabati rasulillahi ajma'in. Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una wa aqimis salah.